Mheshimiwa Balozi Daktari Asha Rose Migiro, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Mheshimiwa Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Florent Kiombo, Mbunge, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya TAMISEMI, ndugu Adolf Ndunguru, Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, ndugu Abdul Kadri Karim, Meneja Mkuu wa Masoko ya Kariakoo, ndugu Ramadhani Kakandilo Laban, mwakilishi wa wafanyabiashara wa Tanzania, waheshimiwa mabalozi wote mlioko pamoja nasi, waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, wananchi wa Dar es Salaam. Dar es Salaam hoye! Dar es Salaam hoye! Kariakoo hoye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, awali ya yote nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa fursa hii ya uhai na kutuunganisha pamoja siku hii ya leo tunaposhuhudia jambo hili, jambo la kihistoria, jambo la uzinduzi wa soko la zamani na soko jipya la Kariakoo. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa na unyenyekevu, napenda kukukaribisha rasmi katika hafla hii ya ufunguzi wa soko hili kuu la kimataifa la Kariakoo, soko ambalo ni fahari ya taifa letu na alama ya dhamira ya serikali yako katika kujenga uchumi wa wananchi. Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kukupongeza kwa kuchaguliwa na Watanzania kwa kura nyingi kuwa rais wetu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii pia kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kusimama mbele ya umati huu mbele yako, kukushukuru sana kwa kuniteua kuwa waziri kwenye ofisi ya Waziri Mkuu ninayeshughulikia tawala za mikoa na serikali za mitaa. Na kushukuru sana Mheshimiwa Rais, na nikuahidi nitatenda kazi kwa uadilifu na uchapakazi mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, wafanyakazi wa shirika la masoko la Kariakoo, wafanyabiashara na watumiaji wa soko hili, napenda kutoa shukurani nyingi na za dhati kwako Mheshimiwa Rais kwa nia yako njema ya kurejesha tabasamu kwa wafanyabiashara na wananchi hawa, ambapo uliridhia zaidi ya shilingi bilioni 28 kutumika kujenga na kukarabati soko hili ambalo lilipata janga la moto tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2021. Mheshimiwa Rais, nilikuwa nisiliseme hili lakini niruhusu tu niseme kwamba janga hili lilipotokea ulikuwa umeniteua mimi kuwa katibu mkuu wa wizara yako wakati ule ya TAMISEMI. Leo nina furaha kubwa Mheshimiwa Rais, umeniteua kuwa waziri, na leo mbele yako, mbele ya umati huu, tunaona kazi kubwa ambayo umeifanya ya kurejesha soko lile kwa viwango vya hali ya juu. Kwa hiyo nashukuru sana kwamba nami nimekuwa sehemu ya mafanikio haya Mheshimiwa Rais, na kushukuru sana. Mheshimiwa Rais, soko la Kariakoo ni kitovu cha biashara ya jiji la Dar es Salaam, taifa lakini na kimataifa.
kupitia wizara yetu, Mheshimiwa Rais, serikali yako ilisimamia kwa karibu ujenzi na ukarabati wa soko hili ili kurejesha huduma kwenye maeneo haya. Mheshimiwa Rais, umetembelea na umejionea quality ya soko ambalo limekarabatiwa, lakini umejionea pia quality ya soko lile jipya ambalo kiukweli, Mheshimiwa Rais, utakubaliana nasi kwamba thamani ya fedha iliyotolewa na soko lenyewe vinalingana. Mheshimiwa Rais, ili kuhakikisha soko hili linatoa huduma bora na kwa ufanisi na kuhakikisha fedha iliyowekwa na serikali inakuwa na thamani na kuleta tija, serikali yako inaendelea na utaratibu wa kuhakikisha barabara zinazozunguka soko hili la Kariakoo na barabara za jirani zinafunguliwa kama alivyoeleza Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Lengo kubwa, Mheshimiwa Rais, ni kuongeza usalama wa eneo hili, lakini vile vile kufanya eneo hili liweze kutumika na kutoa huduma kwa masaa 24. Mheshimiwa Rais, katika kutekeleza maelekezo yako na kutokana na uhitaji wa maeneo ya biashara ya wafanyabiashara wadogo wadogo, yaani wamachinga, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inaendelea na mpango wa kujenga soko la wamachinga katika eneo la bonde la mto Msimbazi kupitia mradi wa DMDP2 kule Msimbazi. Hadi sasa, Mheshimiwa Rais, mradi huo upo katika hatua za mwisho za kupata mkandarasi ambaye atajenga kingo za mto Msimbazi pamoja na kuinua tuta la bonde la Msimbazi ili kupata sehemu kubwa ya ujenzi wa soko la wamachinga. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana kwa kuridhia fedha hizi ili zitumike na vijana wamachinga waweze kupata sehemu ya kufanya biashara. Mheshimiwa Rais, nipende pia kuchukua fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye ofisi hii ya tawala za mikoa na serikali za mitaa iko chini yake. Kiukweli na kimsingi anatuongoza vyema. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya machache na kutoa salamu za ofisi ya Waziri Mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mheshimiwa Rais, naomba nikushukuru tena kwa kutenga muda wako na kuamua kuja kushiriki pamoja nasi kutuzindulia soko hili la Kariakoo ambalo ni soko maarufu, ni soko muhimu kwa huduma za kibiashara nchini Tanzania. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya